tayari kupokea ripoti hiyo. Makofi tena mengi. Katika hafla hiyo, mbali na kupokea ripoti ya CAG, Rais Samia alipokea ripoti ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na ripoti ya mamlaka ya ununuzi wa umma PPRA. CAG ameeleza namna taasisi 22 zinavyoendelea kupata hasara licha ya kupokea ruzuku kila mwaka, ikiwemo kampuni ya ndege Tanzania ATCL iliyopata hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 748 tangu kuanzishwa kwake, inayochangiwa na matumizi ya ndege kubwa ya mizigo kinyume na utaratibu. Ambapo kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ilipata hasara ya shilingi bilioni 191.19, ikiwa ni ongezeko la 108%, na hivyo kufikisha jumla ya hasara tangia lianzishwe ya shilingi bilioni 748, licha ya kuendelea kupokea ruzuku za serikali kwa ajili ya mishahara na gharama za uendeshaji. Mheshimiwa Rais, hasara hii imechangiwa na mambo yafuatayo: ongezeko la gharama za uendeshaji kuzidi ukuaji wa mapato, ambapo gharama ziliongezeka kwa shilingi bilioni 134 na kufikia shilingi bilioni 675. Shirika lifanya safari chini ya matarajio, ambapo njia 87 za safari zilikuwa na wastani wa ujazo wa abiria load factor wa 55% pekee. Matumizi yasiyo bora ya ndege ya mizigo ya Boeing 767-300F. Ndege ya mizigo ilitumika kinyume na matumizi yake yaliyokusudiwa, ambapo 94% ya safari zilikuwa za masafa mafupi na ya kati badala ya safari ndefu zenye mapato makubwa. Aidha, ilifanya safari nyingi chini ya uwezo wake wa kubeba na hatimaye ilisimamishwa, huku ikiendelea kugharimu shirika takriban shilingi bilioni 3.54. Deni la serikali likagusiwa na kutajwa sababu ya kuongezeka kuwa ni kushuka kwa thamani ya shilingi, huku mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU akieleza namna taasisi hiyo ilivyookoa matumizi yasiyo sahihi ya fedha za umma. Mheshimiwa Rais, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, deni la serikali lilifikia trilioni 110.05. Kiasi hiki kinajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 35.5 na deni la nje la shilingi trilioni 74.55. Mwenendo huu unaonyesha kuwa ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7, sawa na 13.04, ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023-2024. Ongezeko hili limechangiwa zaidi kwa kuongezeka kwa mikopo ya nje pamoja na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambao kushuka kwa thamani kumechangia ongezeko la deni la shilingi trilioni 2 kutokana na exchange rate. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uhimilivu wa deni, debt sustainability analysis, imebaini kuwa deni la serikali bado lipo ndani ya viwango salama vinavyokubalika kimataifa, huku thamani ya sasa ya deni lote la umma kwa pato la taifa ikiwa ni 40.7, chini ya ukomo wa 55%. Mheshimiwa Rais, kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi, TAKUKURU ilifanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 14.5. Kati ya fedha iliyookolewa, shilingi bilioni 10.1 ni fedha taslim ambayo iliwekwa kwenye akaunti za taasisi na idara za serikali, na shilingi bilioni 4.4 ilidhibitiwa sambamba na kurejesha vifaa na mali zilizoelekezwa kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Baada ya kupokea taarifa hizo, Rais Samia akatoa maagizo. Kwa upande wetu serikali, tazipitia kwa kina taarifa hizi na kuyafanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa kwa lengo la kuimarisha usimamizi na uwajibikaji kwa rasilimali za umma. Katika hatua nyingine, tutaiwasilisha ripoti hii ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali bungeni kwa ajili ya hatua stahiki kama inavyoelekezwa katika ibara ya 143 kifungu cha 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hafla hiyo, Rais Samia Suluhu Hassan ameitaka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na Wizara ya Fedha kufanyia kazi mifumo kuhakikisha inasomana ili kudhibiti upotevu wa fedha. Idi Wesu, Azam News. Ukiacha ripoti ya TAKUKURU, ripoti ya CAG imetoa sababu 4 zinazofanya atoe hati zenye kasoro kwa taasisi za umma. Mosi ni upungufu wa nyaraka toshelevu, lakini vile matumizi yasiyothibitishwa na kutofautiana kwa mizania ya hesabu, lakini vile kutozingatiwa kwa viwango vya kimataifa vya uhasibu.
Sasa hapa yapo mambo muhimu kwenye ripoti hiyo, ambapo baadhi ya taasisi zenye hati za mashaka ni bodi ya korosho, kiwanda cha dawa KECO, bodi ya chai ni miongoni mwa taasisi hizo ambazo zina hati zenye mashaka. Lakini taasisi yenye hati mbaya ni TEMESA, wakala wa ufundi na umeme, amepata hati mbaya kwenye ripoti hiyo ya CAG. Ukiangalia utekelezaji wa mapendekezo ya CAG kwa mwaka 2023-2024, asilimia 36.7 mapendekezo yake yametekelezwa, wakati asilimia 43.5 ziko kwenye utekelezaji, huku asilimia 7.5 hazikutekelezwa kabisa. Hiyo ndicho ambacho kimebaini kwenye ripoti ya CAG, na hapa studio tupo na Ali Mkimo, mchambuzi wa masuala ya uchumi, kuzungumza naye kuhusiana na ripoti hii ya CAG. Mkimo, karibu sana. Ukiangalia kwenye ripoti kuna ongezeko la deni la taifa. Hii inabeba tafsiri gani, ama maana yake ipi hasa kwenye uchumi wa nchi? Kama ambavyo CAG imeainisha, kwanza inaweza kuwa ni miradi, kuendelea kukopa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, lakini pia unajua ukikopa hasa yale madeni ya nje yana kitu tunakiita currency risk, ile tunasema mazingira ya hatarishi yanayotokana na fedha za kigeni. Kwa hiyo kama kuna currency risk, ina maana ikitokea imeshuka fedha yako ya ndani, thamani yake ukilinganisha na zile popular currency, zile sarafu maarufu ambazo huwa tunatumia kulipa madeni, unazungumzia dola Marekani na zile nyinginezo ambazo zinatumika kulipa hayo madeni. Sasa ikitokea kuna utofauti, wakati mwingine deni linaweza kuongezeka, ikitokea ile thamani ya fedha inaendelea kushuka. Kwa hiyo madeni ya nje huwa yana currency risk. Lakini pia wakati mwingine ni mahitaji, jinsi ambavyo imekuwa kiongezeka, kwa sababu unajua kuna baadhi ya miradi ukisema usubirie makusanyo itakuchukua muda kuweza kuikamilisha. Unajua kuna miradi inakuhitaji wewe ukamilishe haraka zaidi. Sasa ukiwa unategemea makusanyo, fedha zile zinaweza kuwa kidogo, na kumbuka mahitaji pia ni makubwa. Utajikuta tuna budget deficit na kisi ya bajeti. Yani bajeti yako haitoshi wewe kuweza kuhudumia kutokea ndani peke yake. Unahitaji kukopa kutokea nje. Kwa hiyo picha tunaoipata ni kuongezeka kwa mahitaji, lakini pia hapa kwenye currency risk kuna pa kuangalia pia ni thamani ya fedha yetu ya ndani, hii local currency, ukilinganisha na fedha ya kigeni, nayo pia wakati mwingine ina changamoto zake. Sasa hapa ndo tuongeze zaidi exportation, tuuze zaidi nje, tuiongeze akiba fedha za kigeni. Lakini Mkimo, kwenye hili ubadhirifu, upotevu wa fedha bado limekuwa mjadala, limekuwa likiibuka kwenye ripoti ya CAG kile inapotoka. Upi mwarobaini hasa? Kwanza kabisa, of course tumekuwa tukishauri sana juu ya kufanya real time auditing, ule ukaguzi wa mara kwa mara, yani kila hatua inapotokea tu haya masuala yameanza kuainishwa au tunasema miradi inaanza kutekelezwa, basi ni vyema kufanya ukaguzi wa mara kwa mara. Kwa hiyo hili eneo linaweza kama hivyo kusaidia kiachilia taratibu mbalimbali of course za kisheria sasa hizo, lakini mimi nazungumzia kwenye mifumo ya kiuchumi. Internal auditors, mimi huwa siku zote na walaumu sana internal auditors, hao wakaguzi wa ndani, kwa sababu wao ndio kwanza wanahitajika kudetect zile tunasema material misstatement, maeneo ambayo yana ubadhirifu. Mkaguzi wa ndani yeye ndio wa kwanza kujua kama internal controls, zile njia za kudhibiti kutokea ndani zinafanya kazi ipasavyo. Hapa sasa ni kwenye yale mashirika ya umma, ni kwa namna gani hawa internal auditors wanaweza kufanya hivyo. Lakini pia wakati mwingine wanaweza kuwalaumu hawana meno. Internal auditor, fikiria yupo kwenye taasisi ile pale ndani ndio anafanya shughuli zake, unafikiri huyu mtu anaweza kuwa huru kabisa kukagua kwa tija zaidi? Ndio changamoto ya internal auditors ambao wanakutana na kama vile hawana meno hivi. Ndio changamoto inaweza kuwepo hapa. Sasa baadaye tutakuwa nayo kwenye uchanganuzi kujadili kwa kina sana kuhusiana na ripoti hii ya CAG.